Manchester na Ineos wanaonekana kama hawako kwenye haraka kubwa ya kuweza kumteua kocha wa kudumu. Sababu ni moja tu, mambo yamekuwa yakigeuka mara kwa mara na yamekuwa yakibadilika, hivyo Manchester wanashindwa kuamua kwa uharaka zaidi. Lakini kuna kitu ambacho kinaleta mjadala mkubwa na mzito zaidi, ni majina ambayo ilikuwa yanatajwa ama yanapewa nafasi kubwa ya kuwa makocha wa baadaye wa Manchester yanaanza kuonekana yanapotea mmoja baada ya mmoja. Oliver Glasner alionekana kama chaguo sahihi la Manchester, lakini baada ya kuingia kwenye mgogoro na bodi ya klabu yake ni kama amejiondoa taratibu mwenyewe katika orodha ya makocha ambao huenda wakapewa nafasi ya kuinoa Manchester. Kwa sasa United hawataki kuingia kwenye mgogoro mwingine na kocha au manager. Wanahitaji kocha ambaye atakuwa mtulivu, ambaye ataweza kuijenga timu na sio kutengeneza drama nyingi kwenye vyombo vya habari. Uncle Thomas Tuchel, jina jingine ambalo lilikuwa linapewa nafasi kubwa sana ya kuwa kocha wa Manchester, lakini kwa sasa Tuchel amesaini mkataba mpya na England mpaka 2028. Jina hilo rasmi linakuwa halipo tena. Don Carlo Ancelotti, mzoefu, ana heshima na mafanikio makubwa kwenye soka la Ulaya, naye anakaribia kusaini mkataba mpya na timu ya taifa ya Brazil. Hii ni sura nyingine ambayo pia inaondoka. Sasa hapo inabidi ujiulize, Oliver Glasner hayupo tena kwenye mchakato, Thomas Tuchel hayuko, babu Don Carlo pia hayuko katika mchakato. Basi nani anafuata? Hapo ndipo unakuja mjadala mzito na wa ukweli. Julian Nagelsmann, huyu ni kocha wa Ujerumani ambaye pia hakuna dalili kwamba atakuwa anaondoka siku za hivi karibuni. Luis Enrique, mashabiki wengi wanaonyesha nia ya kumtaka. Hili ni jina kubwa, lakini yuko PSG. Swali litakuja kwamba je, ataondoka ama anaweza kuongeza muda kuendelea na mradi wa PSG? Kama atasaini mkataba mpya, basi huyu ni mtu mwingine ambaye pia atakuwa anaondoka katika orodha ya makocha ambao wamekuwa wakitajwa sana na Manchester, na orodha inazidi kupungua makocha ambao walikuwa wanatarajiwa kwamba huenda wangekuja kufanya kazi ya kuinoa Manchester. Kadiri majina ambavyo makubwa haya yanavyozidi kupungua, ndivyo nafasi ya Carrick inazidi kuonekana zaidi kwamba huenda akawa ndio chaguo sahihi. Sio kwa sababu hakuna mtu mwingine, bali ni kwa sababu anaendelea kuthibitisha kwamba ana kitu cha kuipa United. Lakini hapa lazima klabu iwe waaminifu. Carrick hapaswi kupewa kazi kwa sababu tu ya default ambayo ameifanya kwa sasa. Hapaswi kupewa kazi kwa sababu hakuna mtu mwingine, bali anatakiwa apewe kazi kwa kuonyesha consistency, aonyeshe ubora ambao anaweza kufanya na aweze kushindana kwenye pressure ya kweli ya timu. Manchester si klabu ya maabara wala majaribio, ni taasisi ya kuweza kushinda mataji na michezo mingi. Lakini kama Carrick ataendelea hivi, basi ataingia kwenye bodi na kutafuta nafasi ya kupata kuongoza klabu, na kama timu itaenda Champions League, basi Carrick atakuwa na nafasi kubwa ya kuwa manager ajaye wa Manchester, kwa sababu hapa atakuwa tuzungumzii majaribio, atakuwa ameprove kuibeba timu ambayo ilikuwa nasuasua mpaka kufikia kwenye mafanikio, na haiwezi kupuuzwa kirahisi kwamba Carrick atakuwa amefanya jambo zuri. Lakini swali linakuja, je, Manchester wanasubiri jina kubwa au wanajenga jina kubwa lijalo? Je, wanasubiri jina kubwa au wanajenga jina kubwa lijalo? Je, wanataka kocha mwenye CV kubwa au wanataka kocha anayeweza kuja kujenga kitu kipya? Hili ni swali la msingi sana kwa Manchester na Ineos. Kwa sasa mazingira yamebadilika sana, sio kwa sababu Carrick ameshinda mechi 5, bali kwa sababu machaguo mengine huenda yasiyo mazuri zaidi, na kadri ambavyo milango inafungwa kwa makocha wengine wenye majina makubwa, mlango wa Michael Carrick unazidi kufunguka zaidi. Hii si hadithi ambayo bado inajadili mwelekeo na nani anapaswa kuja. Hii ni wakati ambapo Ineos wanapaswa kufikiri mara mbili na kuangalia. Wiki 1 au 2 baada ya ligi kumalizika zitakuwa wiki za pressure zaidi, kwa sababu watakuwa wanahitaji kocha ambaye ataenda na klabu kwenye pre-season. Lakini kwa sasa ukweli ni huu, orodha ya makocha imekuwa fupi zaidi na imekuwa chache, na Carrick ni miongoni mwa makocha ambao watakuwa sehemu ya watu ambao wanawania nafasi ya kuendelea kuwa manager kuelekea msimu ujao. Sasa tumepata taarifa kutoka kwa Rio Ferdinand ikisema Manchester wanazungumza na kocha mwingine. Hapa anatajwa
Roberto De Zerbi ambaye ameachana klabu yake ya Olympique Marseille. Je, United watasubiri kuona Luis Enrique anasaini mkataba mpya, ama watasubiri kumuona De Zerbi, ama wataamua kumtengeneza kocha wao mpya? Hilo ni jukumu ambalo Ineos wako nalo kwa sasa. Unafikiri kupungua kwa hii orodha ya majina ya makocha wakubwa, je, ni nafasi kwa Michael Carrick kuweza kupewa timu kwa safari ya kudumu? Safari hii inaweza kuwa ya kubadilisha kila kitu ndani ya Manchester United. Unaweza kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.